Kwa majina naitwa Godfrey Gilagu, ni katibu mkuu mtendaji wa TAHILISO. Nimeambatana kulia kwangu na katibu senate wa TAHILISO kutoka Zanzibar, lakini pia na muazini mkuu Bpeace kutoka Tanzania Bara ambaye ni muazini wetu mkuu, lakini pia vile vile naibu katibu mkuu ambaye yeye anatoka Zanzibar. Tumekutana hapa na ninyi ndugu waandishi wa habari tukiwa na malengo ya kuzungumza ziara yetu sisi viongozi wa TAHILISO ambayo tumeipanga kuifanya mikoa takribani 10 Tanzania Bara, na baada ya kufanya ziara hiyo Tanzania Bara tutaenda na kuendelea na ziara hiyo Zanzibar. Ndugu waandishi wa habari, kama mnavyofahamu, TAHILISO ni jumuiya ya wanafunzi taasisi za elimu ya juu Tanzania ambayo tunafanya kazi Tanzania Bara pamoja na Zanzibar. Ndugu waandishi wa habari, malengo mahususi ya ziara yetu ambayo itaongozwa na rais wetu wa TAHILISO ndugu yetu Geoffrey Kiliba kwa Tanzania Bara ni kama ifuatavyo. Kwanza, katika ziara yetu tutaeleza miradi na maendeleo katika sekta ya elimu ambayo yamefanywa na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mfano mzuri katika miradi ambayo imefanywa kupitia mradi wa HIT project, takriban milioni 421 USD dola za Kimarekani zimeweza kuendeleza facilities au miundombinu katika vyuo vikuu takriban 19 Tanzania Bara. Lakini pia katika ziara hiyo malengo tulionayo ni kuhakikisha kwamba tunaenda kuzungumza na wanafunzi wa elimu ya juu, vyuo vya kati pamoja na vyuo vikuu juu ya umuhimu wa kufanya chaguzi za serikali za wanafunzi na kupata viongozi madhubuti ambao hao viongozi watakwenda kuwasaidia wanafunzi wenzetu, lakini pia kusaidia nchi yetu kwa maslahi mapana ya taifa. Kwa maana hiyo, sisi kama TAHILISO tuseme wale wote ambao wamepanga njama za kurubuni chaguzi za serikali za wanafunzi katika vyuo vikuu, tumejipanga TAHILISO vilivyo kudhibiti mianya yote na hakuna namna yoyote ambayo mtu anaweza akafanya uhuni katika vyuo vikuu. Lakini pia vile vile katika ziara yetu tutakwenda kuzungumzia umuhimu wa vijana wa vyuo vikuu pamoja na vyuo vya kati kushiriki katika uchaguzi mkuu, na hii ni haki yetu kama katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyotamka kupitia ibara ya 5 kifungu kidogo cha kwanza kwamba ni haki ya kila raia wa Tanzania aliyetimiza umri wa zaidi ya miaka 18 kupiga kura na kuchagua viongozi. Lakini pia vile vile kupitia ziara hiyo Mheshimiwa Rais pamoja na sisi wasaidizi wake tumejipanga kusikiliza changamoto za wanafunzi, kuzitatua changamoto, lakini pia zile ambazo ziko juu ya uwezo wetu. Sisi mnavyotambua ndugu waandishi wa habari, huu ni mwaka wa uchaguzi, na sisi wasomi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati na sisi ni Watanzania, tuna haki na wajibu wa kushiriki katika uchaguzi. Ndugu waandishi wa habari, niwahakikishie ya kwamba wasomi na wanafunzi wa elimu ya juu wamejipanga kushiriki katika uchaguzi mkuu ujao. Maana yake watapiga kura kupata madiwani na wabunge na rais. Lakini kipekee kabisa ni waase viongozi pamoja na wanafunzi wenzetu wa elimu ya juu. Sisi kwa pamoja tumedhamiria na tumeadhimia kwamba hakuna namna yoyote ile tunaweza kupiga kura katika vyama ambavyo havina malengo mahususi au havina dira ambayo inaweza ikavukisha taifa letu kwenda mbele. Kwa maana hiyo, tunataka kusema nini sisi kama viongozi wao? Ni ukweli usiopingika, mpaka sasa sisi viongozi pamoja na wanafunzi wa elimu ya juu hakuna tatizo ambalo tulilonalo linaloweza kutuzuia kutokupiga kura na kutokumpigia rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama mgombea wa nafasi ya urais. Kwa hiyo ni waase viongozi wa serikali za wanafunzi kuwa wajumbe na mabalozi, lakini pia wanafunzi wote wa elimu ya juu kuhakikisha ya kwamba wote tunapiga kura kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu sisi sote ni mashahidi. Mengi yamefanywa katika sekta ya elimu na sihitaji hata kueleza, kila mmoja anajionea na kila mmoja anaishi katika hayo ambayo Mheshimiwa Rais ameyafanya kwa ajili ya maslahi yetu na maslahi ya taifa.